Tanzania, taifa linalobeba historia pana kabla na baada ya uhuru, likisafiri katika awamu tofauti za serikali, kuanzia Mwalimu Julius Nyerere hadi sasa awamu ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika awamu zote hizo, msitizo umekuwa katika kutunza kumbukumbu na nyaraka za serikali, kazi ambayo imekuwa ikifanywa kwa weledi na umakini mkubwa na wafanyakazi wanaounda Chama cha Management ya Kumbukumbu na Nyaraka Tanzania, TRAMPA. Wao ndio waliobeba dhamana ya kulinda usiri na historia ya nchi. Chama cha Management ya Kumbukumbu na Nyaraka Tanzania, TRAMPA, kilianzishwa mwaka 2013 na kupata usajili kutoka kwa msajili wa jumuiya tarehe 29 ya mwezi wa 8 mwaka 2014. Chama kinasimamiwa na ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Viongozi wa kwanza wa TRAMPA walikuwa ni Augustine Muhina ambaye alikuwa ni rais wa chama, Johnson Mburuma makamu wa rais, katibu mkuu alikuwa ni Dr. Titus Liaru na mwazini alikuwa ni Simon Ndee. Kipindi hicho mlezi wa chama alikuwa ni rais wa awamu ya pili wa Tanzania, Alhaji Ali Hassan Mwinyi. Awamu ya pili ya chama cha TRAMPA ilikuwa chini ya mwenyekiti Bi Josephine Keenja Manase. Makamu mwenyekiti alikuwa ni Bi Devota George Mrope, katibu mkuu Bwana Francis Zengo Matias na mwazini ni Bwana Remi Atanas Kigae. Viongozi hao walisukuma mbele gurudumu la chama cha TRAMPA kutoka mwaka 2018 hadi Januari 2023, ambapo Bi Josephine Manase aliteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kyela. Hivyo ikambidi kukabidhi kijiti cha uwenyekiti mwezi Machi 2023 kwa Bi Devota George Mrope, ambapo Bwana Ramadhani Kiusi alikuwa makamu mwenyekiti wake, wakati Bwana Francis Zengo alikuwa ni katibu mkuu na Bwana Remi Kigae alikuwa ni muhasini. Kwa sasa TRAMPA ipo chini ya uongozi wa Bi Devota Mrope ambaye ni mwenyekiti wa chama aliyechaguliwa Oktoba 2023 kwa kishindo cha 96.7%. Bwamaka Ngomale makamu mwenyekiti, wakati katibu mkuu wa chama ni Kelvin Simkoko akisaidiwa na naibu wake Yakub Muhammad. Muhazini ni Remi Kigae ambaye anasaidiwa na Justin Mbilinyi. Viongozi hawa kwa pamoja wamehakikisha chama kinakuwa imara kwa kufanya kazi kwa bidii na ushirikiano mkubwa. Chama kina bodi ya wadhamini iliyoanza kazi rasmi Agosti 2024 chini ya mwenyekiti Bwana Firmini Msiangi. Katibu ni Bi Devota Mrope na wajumbe wengine ambao ni Bi Amina Launi, Dr. Titus Liaru na Bwana Hatib, Bwana Charles Magaya na Bwana Francis Zengo. Kwa mara ya kwanza chama kimeweka historia ya kuwa na bodi ya wadhamini, ambapo sasa chama kimekuwa na washauri na wasimamizi wa mali za chama kisheria. Hii ni hatua nyingine ya mafanikio katika uongozi wa Bi Devota Mrope George, ambapo kwa pamoja bodi ya wadhamini wamekuwa washauri wakubwa na kuhakikisha chama kinasimamiwa kwa misingi ya uanzishwaji wake. Kwa sasa mlezi wa chama cha TRAMPA ni Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Mnamo mwaka 2023 mwezi Mei, TRAMPA ilipata fursa ya kualikwa Ikulu na mlezi wao na kupata nafasi ya kujadiliana mambo mbalimbali yanayohusu taaluma yao, na hapo ndipo historia nyingine ikaandikwa kwa Zanzibar kuongeza idadi kubwa ya wanachama baada ya ombi maalum lililowasilishwa moja kwa moja na uongozi wa chama Ikulu Zanzibar, ambapo pamoja na mambo mengine TRAMPA iliomba kibali maalum kwa watunza kumbukumbu Zanzibar kuhudhuria mafunzo na vikao vya kitaaluma kwa ajili ya kuimarisha utendaji wa kazi zao, ombi ambalo lilikubaliwa. Na sasa watunza kumbukumbu Zanzibar chini ya ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora wanatoa vibali na maboresho makubwa ya ofisi za kumbukumbu yamefanyika. Chama cha Management ya Kumbukumbu na Nyaraka Tanzania, TRAMPA,
kina majukumu kadhaa yakiwemo ya kuwaunganisha wanataaluma wa fani ya menejimenti ya utunzaji taarifa, kumbukumbu na nyaraka Tanzania bara na Zanzibar, kujadili, kuendeleza na kuboresha mifumo ya utunzaji wa kumbukumbu na nyaraka, kuratibu mafunzo, semina na warsha za kitaaluma ili kuwajengea uwezo wa kiutendaji. TRAMPA pia ina jukumu la kufanya utafiti wa kitaaluma pamoja na kutoa ushauri wa kitaaluma katika utunzaji bora wa kumbukumbu na nyaraka hapa nchini. Katika kipindi cha miaka 13 tokea kuanzishwa kwake, TRAMPA imefanikiwa kuwa na sauti moja ya kitaaluma katika kutatua changamoto za wanachama wake, ikiwemo kupigania na kupata muundo wao. Chama kimeweza kuondoa kigezo cha ajira ya certificate na kufungua ajira za diploma, lakini pia kupata ajira za shahada ya kwanza, yaani degree, kuanzia mwaka 2024 mwaka 2025. Katika kipindi cha miaka 12, idadi ya wanachama imeongezeka kutoka 149 hadi 8,000, hivyo kuanza kuungwa mkono na viongozi wote wa serikali wakiongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ukiachilia mbali TRAMPA kusajiliwa na kupata hati ya usajili, chama pia kimefanikiwa kupata kiwanja cha kujenga kituo cha maarifa. Chama kimefanikiwa pia kutanua wigo wa ajira kwa ngazi zote kupitia mamlaka husika, yaani Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Ajira nyingi sana za wataalamu wa kumbukumbu na nyaraka zimetolewa. Hii itasaidia kuimarisha utunzaji bora wa kumbukumbu na nyaraka katika taasisi za umma na kuzuia mianya ya uvujishaji wa siri. Katika kuhakikisha wanachama wake wanapata taarifa sahihi na kwa wakati, TRAMPA imefungua akaunti katika mitandao ya kijamii, ule wa Instagram na YouTube, inayofuatiliwa na watu zaidi ya 1,000. Wanachama wa Chama cha Menejimenti ya Kumbukumbu na Nyaraka Tanzania TRAMPA wanasherehekea mafanikio makubwa ya chama chao yanayochagizwa na serikali ya awamu ya 6. Tunatambua mchango wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa, kwani ushiriki wake katika mkutano wa 11 wa mwaka 2023 ulileta mwamko na ari kubwa sana ya ushiriki katika matukio mbalimbali yanayoandaliwa na chama chetu, kwani kupitia agizo lake kwa waajiri wote nchini kumeleta ongezeko kubwa la wanachama. Alama hii haitofutika kamwe kwa TRAMPA. Chama kinamshukuru Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na wasaidizi wake kwa kutambua umuhimu wa utunzaji wa kumbukumbu na nyaraka kwa kuwaruhusu kushiriki vikao, kazi na mikutano mbalimbali ya TRAMPA. Katika mkutano huu mkuu wa 13 wa TRAMPA kutafanyika harambee ya ujenzi wa kituo cha maarifa cha TRAMPA kitakachokuwa na masijala ya mfano, ofisi ya TRAMPA na ukumbi wa mikutano, ambapo utajengwa Kizota Mbuyuni jijini Dodoma, na taratibu za awali za maandalizi ya ujenzi zimekamilika, ikiwa ni pamoja na kupata hati ya kiwanja na kibali cha ujenzi kutoka mamlaka husika. Hivyo tunaomba wadau watushike mkono kupitia akaunti namba 013300G2GVOO, jina TRAMPA, benki ya CRDB, kwani kumbukumbu na nyaraka ndiyo msingi wa kila taasisi na maendeleo ya taifa. TRAMPA inawashukuru waajiri wote, wadau mbalimbali na wanataaluma wote kwa ujumla wao kuwa sehemu ya mafanikio ya kuifikisha TRAMPA hapa ilipo leo. Na ndiyo maana tunasema TRAMPA ni sauti ya kitaaluma. TRAMPA ni kioo cha maboresho ya utunzaji wa kumbukumbu na nyaraka nchini. TRAMPA tunasema tutaendeleza kupaza sauti, kwani sauti inayopazwa hadharani ndiyo inayosikika, na sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Asante sana Dr. Samia kwa kutufikisha katika mafanikio haya. Asante sana Dr. Philip Isdori Mpango kwa kutufikisha katika mafanikio haya. Asante sana Mheshimiwa Kassim Majaliwa kwa kutufikisha katika mafanikio haya. Asante sana kwa mawaziri wote kwa kutufikisha katika mafanikio haya.
Asante sana waajiri wote. Asante sana bodi ya wadhamini, walezi na watunza kumbukumbu wote. Miaka 13 ya mafanikio ya Trumpa, tunasonga mbele. Mungu ibariki Trumpa. Mungu ibariki Tanzania.